Yes, mambo vipi mdau wa burudani na imani yako poa. Leo tunaangalia wimbo ambao unazidi kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii ambapo amehusika mtu mzima Kusa pamoja na Harmonize. Goma lenyewe linaitwa Kama Sio Wewe. Ni wimbo wa mapenzi ambao ukiusikiliza lazima uenjoy, lazima uelewe nini ambacho kimeimbwa mle. Lakini swali linabaki moja tu. Kama sio huyo mtu ambaye unampenda leo, maisha yako yangekueje? Twendeni ndani sasa, twende mle ndani kule wimbo tukaochambue kidogo ili tuweze kuelewana vizuri. Lakini mwanafamilia, samahani kidogo kama ndo umeview mara yako ya kwanza hii video, basi naomba unisaidie hapo chini kusubscribe na kuwa mwanafamilia ili tuweze kuelewana na tuweze kupeana madini mbalimbali. Bana, Kama Sio Wewe ni wimbo wa mapenzi ambao umetulia, ambao umebeba ujumbe. Wasanii wametuonyesha kwamba kama kuna mtu mmoja ambaye unampenda au unampigania sana maishani mwako, basi anabadilisha kila kitu. Bila yeye maisha yako yasingekuwa kama hayo. Ni kweli kwamba kuna watu ambao tunaingia kwenye mahusiano yale mapenzi, unaona kabisa mapenzi yananyoka na mambo yananyoka. Sasa Harmonize na Kusa yeye amekuja kwa kutukumbusha kwamba endapo ukimpata mtu ambaye unampenda, mpambanie maisha yako ili yaweze kuwa sawa. Na hapo mwanafamilia, unaambiwa kwamba maana ya jina tu lenyewe, jina la wimbo ambalo unaitwa Kama Sio Wewe, lina maswali mengi sana, lina maswali mengi. Moja kati ya maswali yaliyomo mle, kama sio wewe ningekuwa wapi? Kama sio upendo wako ningepata kwa nani? Na kama sio uwepo wako maisha yangu yangekueje? Haya ndio maswali ambayo yamo mle kwenye wimbo, ni ya kujiuliza kwamba watu wamekaa wakafikiria wakatulia kwamba tunasema tunaachia kitu ambacho kinaitwa Kama Sio Wewe. Lakini mimi nitahamia moja kwa moja kwenye ujumbe, yani ujumbe ambao uliomo ni mafunzo makubwa ambayo kwenye maisha ya mahusiano inatakiwa utambue. Cha kwanza unatakiwa utambue thamani ya mwenza wako. Unaambiwa kwamba mapenzi sio hanasa tu, bali ni uvumilivu. Unatakiwa umvumilie mwenzio, umuelewe ili afanye nini, ili na wewe kuelewa bana mwanafamilia. Kitu kingine unaambiwa kwamba maisha ni ya wawili pia na ushirikiano. Yani kama mpenzi wako haumpi ushirikiano, unajua nikizungumzia ushirikiano mnaelewa kwamba ni nini. Kuna watu wa kweli ambao wanazingua, mtu anakuwa naye kwenye mahusiano lakini ndio hivyo, yani ile cooperation, yani anakuwa tu kwenye ana base na upande mmoja. Na sasa na maisha yale ukikuta ndugu yangu kama vile una pesa kidogo, yani sasa mtu anaanza tu kuangalia kile ambacho ulichonacho. Lakini Harmonize ametuambia kwamba tuvumiliane kwenye shida na raha. Lakini kitu kingine ambacho utakijua mwanafamilia, unaambiwa kwamba Kusa ameleta kitu kikubwa. Kusa na Harmonize wameleta kitu kikubwa. Kwa upande wa Kusa yeye ameleta sauti ya hisia na utulivu, lakini Harmonize ameleta nguvu ya bongo flava. Lakini kwa ufupi tu, goma la Kusa pamoja na Harmonize ni wimbo wa shukrani kwa mtu ambaye anakufanya maisha yako yawe na maana. Swali ni moja tu ambalo linabaki kwako, kwamba wewe une mtu ambaye ukiwa naye maisha yako yananyoka. Langu jina ni Clanson JM.